Kitabu cha mwanamke, fungua kurasa. Lini serikali itakomesha wizi wa mtandao kupitia sim banking, na ni wahalifu wangapi wamekamatwa na hatua gani zimechukuliwa? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Engineer Mary Priska Mahundi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Teknolojia ya habari na mawasiliano kwa maana TEHAMA imeendelea kukua kwa kasi hapa nchini na duniani kwa ujumla, na kupelekea kuimarika kwa shughuli mbalimbali za kiuchumi, kijamii na hata kisiasa. Miongoni mwa maeneo yaliyofaidika ni pamoja na huduma za fedha. Kwa mujibu wa takwimu za TCRA ya robo ya 3 ya mwaka huu wa fedha, idadi ya laini za simu zimefikia 90.4 milioni na kwa utumiaji wa interneti umefikia 49.3 milioni. Mafanikio haya yamekuja na fursa na changamoto mbalimbali, ikiwemo wizi wa mitandaoni, ikihusisha pia sim banking, ambapo watumiaji wa huduma za mawasiliano wamekuwa wakifanyiwa hadaa na kujikuta wametapeliwa fedha zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kukabiliana na changamoto hizi, serikali kwa kushirikiana na wadau wa mawasiliano nchini imeendelea kuelimisha umma kuhusiana na masuala mbalimbali ya usalama mtandaoni kwa kupitia kampeni mbalimbali, ikiwemo kampeni ya Sitapeliki pamoja na Ni Rahisi Sana, ili kujenga uelewa kwa wananchi kuhusu namna bora na salama ya kutumia mitandao, ikiwemo utunzaji wa nywila, kuwa na nywila imara katika programu mbalimbali za kifedha na zile za matumizi mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha kwa upande mwingine, serikali kupitia Jeshi la Polisi imeendelea kujiimarisha katika aina hizi mbaya za uhalifu, na tayari hatua mbalimbali zinaendelea kuchukuliwa kwa wahalifu. Mheshimiwa Fakharia Shomari Khamis. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nampongeza Mheshimiwa Naibu Waziri kwa maelezo yake mazuri ambayo yametoa faida kwa jamii, lakini na masuala mawili ya nyongeza. Kwa kuwa mitandao inasaidia kupata mawasiliano ya haraka, lakini utakuta pia inakera katika taarifa hizo za haraka, kwa sababu inaweza ukaletewa jambo kila ukikaa linarudia hilo kwa hilo. Je, kama hilo jambo mimi silitaki nirejee tena kwenye simu yangu, nifanye nini? Swala la pili nasema kwamba wahalifu wanachukuliwa hatua. Hiyo hatua gani? Kwa sababu taarifa zake wananchi hawazipati. Uzuri wa taarifa na hatua kwamba msitangaze ili tujue mtu fulani kafanya kitu fulani, kachukuliwa hatua fulani. Je, hizi taarifa tutazipata vipi? Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote nipokee pongezi zako Mheshimiwa Fakharia, lakini kwenye swala la message zinajirudia. Message zinapojirudia, elimu tunayoendelea kuitoa kwa wananchi, tunaomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutumia bunge lako tukufu, wananchi wote lazima wawe na mawasiliano na watu kwanza wanaowafahamu, na kama unapata message ya mtu ambaye humfahamu, ni vema ukapuuza. Usipende kufanyia kazi message ambayo mtu humfahamu. Na watu wengi wanaotapeliwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni wale wanaojihusisha na kusikiliza mtu ambaye humfahamu. Kwa mfano, unaambiwa unatakiwa kupata milioni 6. Tuma namba hii, jibu swali hili. Usipende fedha za kirahisi, kwa sababu pamoja na changamoto za ugumu wa maisha hakuna fedha ya rahisi. Lakini vile vile kupata vitu vya kirahisi. Kwa mfano, waheshimiwa wabunge hapa wengi tumetapeliwa kwa kudhania kwamba tuna majiko ya gesi ambayo utayapatiwa, kuna watu fulani wanataka kukupatia majiko ya gesi. Sasa wewe kwa nini ujihusishe na mtu ambaye humfahamu?
unamtumia mtu 400,000 ili usafirishiwe majiko ambayo hayapo kwenye utaratibu rasmi. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wote ni kuona kwamba kila mmoja ahakikishe anawasiliana na mtu anayemfahamu, na kama humfahamu ninakushauri upuuze. Hatua zinazochukuliwa Mheshimiwa Fakia, sisi kama Wizara ya Mawasiliano kupitia taasisi yetu ya TCRA, kazi kubwa tunayoifanya ni kutambua kupitia mitambo tulionayo. Tukishatambua, tunawakabidhi wenzetu wa Jeshi la Polisi. Wao sasa wanafanya taratibu zao za kisheria kadiri ambavyo nchi yetu inaendeshwa kisheria. Wengi wameshafikishwa mahakamani, wengi wameshafungiwa hizo laini nyingi sana zimeshafungiwa, na hawa wanaochipukia sisi kama serikali tutaendelea kuwafanyia kazi. Mheshimiwa Maulid Ali.